Kwanza kabla sijaanza presentation yangu, ningependa Isa ameongelea kuhusu uongozi. Na katika Africa Summit kuna program tumeanzisha ya moderator. Na leo tunamwona Bwana Maseneka. Tuko katika ile production stage, tunazaa vipaji. Maseneka leo mmezoea hapa atakuwepo Mfaume na Ndele. Leo Maseneka tumemzalisha anakuwa ni MC, anakuwa ni moderator wetu, na hii program iko open kwa wanafikra wote. Maseneka alijiregister, kwa hiyo wasiliana na Cholo au Mfaume kwa ajili ya kuweka katika list, ili siku tutakuchagua randomly uje kufanya kama Maseneka. Na Maseneka you're doing a great job, na mimi nafurahi sana kuona. Mimi hii kazi siwezi. Sasa tuje katika presentation yangu ya leo. Nilipofika zamu yangu kwa ajili ya kupresent, nikasema bwana afisa yangu anakuja haraka, lakini nikasema ni heri kwa sababu toka nimepresent mara mwisho na mpaka sasa nikatakiwa ni miezi 2 mpaka 3. Na katika miezi 2 3 nilifanya maamuzi ya kurudi katika tunasema familia ya biashara. Kwa kuwa nilikoseaga mara ya kwanza kwenye video yangu ya kwanza ienda viral, imebidi niendelee na huo msemo milele. Kwa hiyo nitakuwa nasema familia ya biashara, sijakosea, nimepatia. Dancing ilianzishwa mwaka 2010 na watu wawili ambao ni mamangu na babangu, ambao wao essence kubwa ilikuwa ni kusupplement vipato vyao vya ajira, na walikuwa wanatengeneza keki, na walikuwa mimi ikiwa mtoto mkubwa kipindi hicho niko form 1, nilikuwa kazi yangu kubwa ni kupackage zile keki, wao wanaleta kuzilewa. Kwa hiyo wanapika keki jikoni, mimi nazifunga, na wadogo zangu walikuwa wadogo, walikuwa nikastika, kazi inaenda. Lakini nilipomaliza chuo, nilipomaliza form 6 na chuo, nikawa mtu wa delivery. Kazi yangu ni keki zikipikwa naenda nazipeleka kwa wateja kwa kutumia mbinu tofauti tofauti, lakini mwisho wa siku pia nilikuwa najaribu kuangalia namna gani naweza kuimprove efficiency, lakini nilikuwa bado mdogo mchanga hizo nikashindwa. Basi kwa kuwa ile biashara kwa wao ilikuwa ni biashara ya pembeni, haikuwa na muundo wa kuhusisi ukimaliza chuo uweze kurudi na kuitumikia, basi nikaenda nikatafuta ajira zangu, nikapata na nikafanya kazi kiukamilifu. Na wale wadogo zangu wakaendelea na biashara, kwa sababu mimi nimeshaondoka zangu, sikuwa nafanya sana, nikawa naendelea kuwasaidia tu. Lakini mwaka huu niliingia kwenye family business mimi mwenyewe ambayo ni Azam TV. Nikasema okay, what can I do to help my family? Kwa sababu sasa wazee wangu wanakaribia, mzee wangu kashastaafu, bi mkubwa anakaribia kustaafu. Nikasema what can I do to help them ili biashara iweze kuexist kipindi chao cha ustaafu. Nikasema acha nirudi kuwasaidia. Na ndio nikatengeneza ile video yangu ya kwanza ambayo ilienda viral kwamba mimi ni Twaha, nimerudi kufanya biashara, safari yangu inaendelea, nifuatilieni. Na sidhani kama wengi humu ndani kama mje kuiona ile video. Sasa umeiona eh? Nashukuru. Ilikuwa na 91,000 views. Kama hamjaona itakuwa ni jambo la ajabu sana. Tuna division 2 ndani ya hii kampuni. Tuna division ya kwanza ambayo ni decorated cakes, keki za kupamba, birthday, sherehe, harusi. Lakini tuna plain cakes. Hizi plain cakes na ambazo mnaziona kila siku na zipromote ni zile keki ambazo hazina zipambwi. Sasa wakati narudi nikasema mzee akasema hii ni biashara ambayo yeye haipendelei sana kuifanya. Nikasema basi hiyo nipe mimi full autonomy ya kuiendesha. Kwa hiyo tukagawana, yeye akana focus kwenye decorated cakes na mimi kana focus kwenye plain cakes, lakini tunafanya kazi kama unit. Maana yake yeye ananisaidia huku na mimi namsaidia huku. Kilichotokea kama nilipopewa full ownership ya hii project, nikawashirikisha pia na wale watoto wadogo ambao walikuwa kipindi kile, sasa hivi nao washakuwa wakubwa, nikawashirikisha. Nilipopewa hii division, kitu cha kwanza ni transformation, kwa maana kwamba mimi nimefanya kazi kwa kuajiriwa, na akili ya mwajiriwa na ni tofauti na akili ya mfanyabiashara. Akili ya mwajiriwa normally inafikiria kwenye optimization, kwa maana kwamba ukifika sehemu unakuta kitu kipo, kazi yako wewe ni kukiboresha kiende mbele. Kwa hiyo kitu kwanza nilichofika kwanza nika standardize operation. Mara nyingi biashara nyingi ndogo au zinazoanza hazinaga standardization of operation ama SOP, standard operating procedure. Nikaingia katika ile biashara ya bakery, nikasema kuna departments au kuna divisions ngapi ndani ya plain cakes. Nikapata division ya kwanza ambayo ni bakery operations. Maana bakery maana kuanzia procurement ya raw material, production, quality control na daily baking workflows. Hii ni ya kwanza ambayo inasimamiwa kikamilifu na engineer Adam, ambao sisi wenyewe kama familia hatukutegemea kwamba Adam ndo atakuwa mpishi mkuu wa Dazen. Kwa Adam ndo mpishi wetu wa keki. Kwa keki yetu tunakula unajua ni Adam amepika. Kwa hiyo anasimamia kuanzia ununuzi, quality assurance, upishi na mpaka kuifunga ile keki. Na anawafanya kazi, anawa manage.
Wa pili ni customer experience na logistics. Adamu akishamaliza ile step ana hand off kwa mdogo wangu wa mwisho ambaye yeye ndo anazifunga zile kwa madoido kwa sababu yeye ndo creative one katika familia, lakini yeye ndo anafanya delivery. Kwa maana kwamba yeye ndo ananiambia mimi nahitaji riders wangapi na anapanga zile routes na anahakikisha wale riders wanafikisha kwa wateja na wale wateja wakipata changamoto wanamcheki yeye. Alafu mtu wa mwisho ni finance ambaye mdogo wangu wa pili yeye ana manage purely hela. Maana wateja wakishapata oda zao huwa anahakikisha zimelipwa kilichowekwa oda na kilicholipwa, ana reconcile na expenses. By Jumapili tunapata reconciled profit and loss statement. Kwa kuwadai tunawadai, kwa kuwapa kama tumempa mtu zawadi tunajua. At the end of the day hizi ndo zikawa 3 processes zetu. Na hizi tumestandardize kwa maana kwamba inaenda hivi. Tunaanza Jumanne mpaka Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu tunakuwa tumefunga kazi. Jumanne tunaanza tena upya. Kwa hii ndio kitu cha kwanza tulivyofika, tukakuta kwamba hii process iko random. Standardize. Sasa kama wafanyabiashara wadogo, unaweza kuwa huna luxury kama ya kwangu ya kupata wafanyakazi wa kusimamia hizi division. Lakini bado ni zoezi ambalo unatakiwa ulifanye wewe kama SME. Kwa sababu ukishajua kama nina step 3, hata kama wewe unafanya zote, ni rahisi wewe kujua bottleneck iko wapi kwa kuzisegment hizi. Sisi tulikuja kugundua tatizo halikuwepo hapa. Tulidhani tatizo lilikuwa ni bakery. Tunachelewa kupaka keki ni nyingi. Hapana, tatizo lilikuwepo hapa na hapa. Kwa hiyo tuka isolate na tukapata. Lakini pia nafanyia kazi kitu kimoja, natengeneza AI agents kwa ajili ya kila operations. Wewe kama mfanyabiashara una waajiriwa wengi. Hapa tunaanza kutengeneza na Adamu AI agent ambaye atakuwa anafanya inventory management and control na costing ili aweze kutusaidia ku manage inventory yetu. Lakini huyu namtengeneza route planner kwa sababu one of the most important thing katika delivery ni route planning. Kwa maana kwamba unazicombine vipi order hizi ziwe maximum efficiency in terms of fuel. Lakini finance, auto tracking na automation ya reports ili iweze kumsaidia kumguide na kumpa suggestions. Kwa wewe kama mfanyabiashara, ukishajua hizi steps zako, ni rahisi wewe kuja kwangu au kutumia akili yako mwenyewe kutengeneza agents ambazo watakusaidia wewe kufanya hizi biashara. Matokeo yake yakazisha nini? Baada ya kuanza hizi process zote 3, inatupa nafasi sisi ya kuinnovate. Tukaja na innovation in hospitality. Kuna kitabu kimoja mimi nimekisoma kinaitwa Unreasonable Hospitality. Yaani unamhudumia mteja mpaka yeye anashangaa unatengeneza pesa katika hii huduma. Nikisema hapa, nadhani nikiwaambia tu innovation gani ambayo mnafikiria kwenye dazzling ni ipi? Asante. Na hii inaitwa branding 2000 tu. Nikasema kwamba nikasema hakuna kitu kigumu kama kuingia kwenye biashara ambayo wewe ndo wa kwanza. Kwa sababu wewe utakuwa unaelimisha wateja, utatumia hela nyingi sana. Keki zinauzwa kila siku. Nikasema what can I do differently katika hii industry ili niweze kuattract wateja. Nikaja nikafikiria kitu kimoja. Ushawahi kununua kitu 10,000 kwa delivery 15,000? Nadhani wote humu ndani kama umeoa probably mke wako anaagiza hivyo vitu. Hata wewe mwenyewe ushawahi kuagiza na unaweza ukaacha kuagiza baada ya kusikia delivery price. Mimi nikasema kwani naweza nika-standardize hichi kitu? Nikasema kweli, nikatafuta namna, nikasema kwanza sasa delivery itakuwa ni shilingi 2,000 kokote ndani ya Dar es Salaam. Iwe Kijichi, iwe Gongo la Mboto, na watu walitutest. Nilipata hoja Kijichi na Bunju siku hii na nilideliver. Hii maana yake nini? Hii kwanza imetuongezea average order volume kwa maana kwamba kuna watu wengi ambao wanaacha kufanya manunuzi mtandaoni kwa sababu ya delivery price ni kubwa. Keki inauzwa 10,000 na kwa delivery 8,000 hai make sense. Kwa hii yote inaweza kwa sababu nimeweza kustandardize operations zangu, nikaona bottlenecks ni wapi. Sasa nakuja tusikize kwanza video kidogo alafu tutaingia kimasomo zaidi. Toba. Unasikia kweli hapo? Sir, I have a question for you. How should you be rich, sir? I grew channel to $20 million in the United States. Can I make that? Yes, sir. Okay, my one piece of advice is this. You don't get rich by working for someone else. You don't get rich by being paid a salary. You don't get rich by starting your own business. You get rich by selling your business. It's a great answer, but sir, I promise you it's not enough for a clip. Sir, You're not going to get more out of it. you rejected us yesterday, but look who we just saw. How you doing, sir? I know who you are. I look you up. How old are you today? I'm in my 8th. Nataka mniambie hapa mmenotice nini? Yaani hapa mmejifunza nini? Tunajua kwamba kila binadamu inafikiria vitu tofauti na sisi. Umefikiria nini hapa? Ajili ya kwa wale wajijua
aliingia ndani naona alienda alifanya research akamjua nani akaona kama ni legit anaweza kukaa naye chini kuongea. Lesson number 1, your brand speaks before you. Huyu mtu alikuwa hamjui huyu mtoto ambaye ni School of Hard Knocks. Huyu ni billionaire by the way. Alivyoingia ndani timu yake itakuwa mmoja katika mtu wa timu yake alikuwa anamjua huyu jamaa. Akamwonyesha bana huyu jamaa ameinterview mpaka Aliko Dangote. Akaja kugundua kwamba huyu dogo ameinterview peers wake. Suddenly next day anasema now I know who you are. Unaweza tukaongea. The very essence of personal brand helps you break barriers ambazo wewe normally huwezi kufika. Katika industries ambazo ziko traditional, when you have a personal brand, ndio maana kuna kampuni ambazo tunajua matajiri wao kabisa kwamba huyu ni nani, huyu ni nani. Watu mpaka wengine wananunua timu za mpira. Nia na madhumuni ni kuweka sura katika zile brand ili watu waweze kuwa na emotional attachment nayo. So najaribu kuwaambia watu wengi, mimi nimeweza kuingia katika hii biashara na nina personal brand yangu ambayo iko linked na Dazzling Delights. Imefika hatua wazazi wangu wanaendesha hii biashara kwa miaka 16, wateja wajua wanahudumia na kampuni gani. Wakasema tukua tujue kama kampuni yako ni Dazzling Delights. Ndio tumejua kutoka kwa mwanao kwamba ni Dazzling Delights. So at the end of the day when you have a personal brand inakufungulia milango. Sasa hivi mimi napita jana tukopo na Naso akasema usi mtu wa keki. Automatically ukifikiria keki sasa hivi utamfikiria nani? Hata kama sina hiyo huduma you probably come to me. Afu mimi ndo rejea. Na uweze amini sasa hivi nikiona simu ya mtu ambaye ya rafiki yangu ambaye sijawahi kuongea naye muda mrefu, automatically najua huyu mtu anakuja kununua keki. Na hiyo imetokea, nimetafuta na rafiki zangu wa primary Essex, nimeanza kuliko mpaka kwenye harusi ya watu ambao nimekaa nao miezi hii. Keki. Have the face of the company. Number 1, the most important thing a small business has to know is they have to understand their numbers. Sheikh Kitambi anasema wale watu ambao wana mizigo ya tax bila kufika, unafikaje huko? Have a very simple profit and loss statement to guide the health of your small business. Mimi natumia template yangu ya, mimi ni mzaliwa wa Marekani, yani kisaikolojia, na hata kana cholo anasemaga sana, lakini mimi na enjoy sana kuangalia watu wa Marekani. Nina P&L yangu ambayo mimi na manage on a day-to-day basis. Na ile P&L inanionyesha mimi my health in terms of marketing, cost of goods na delivery. Na ndio maana kwa kupitia ile P&L nikajua kwamba nina uwezo wa kula hasara ya 5% kuweza kudeliver keki kwa wateja, lakini itaongeza my top line revenue. Na hii P&L ninayo leo hii. Kwa watu wa Instagram comment profit utapata, lakini kwa nyinyi watu wa Afrika nitawatumieni kwenye group la mabishano. Nitakuja kuonyesheni mwishoni template ya ile P&L ambayo mnaweza mkaitumia kutokana na biashara yenu. Biashara yako iwe ndogo, iwe kubwa. Wanasema leo yule mzee alisema ili uwe tajiri lazima ubuild to sell. Lazima biashara yako kuanzia inavyoanza inatakiwa iwe structured mpaka siku inakuja kukua kama una uwezo. Kwa sababu kuja kuistructure biashara yako mbele is very expensive and it might cost you a lot of money. From the get go, if you can start with very good fundamentals. Na mimi ukianza biashara ni numbers. I don't need you to do anything else. Understand your numbers ili ujue kama biashara yako ina make sense au make sense. Mwisho nitawapeni hii kitu imetokea jana. Kila Ijumaa tunauza keki kila Ijumaa. Kwa unaweka order tuna deliver kila Ijumaa. Keyman Risk. Hizi ndo zina face biashara kubwa. Leo hii CH Design, Keyman Risk ni watu wafanyakazi wote wawili. Yaani manake akiamka asubuhi Lukman akiumwa ni Keyman Risk, akiamka asubuhi Cholo akiumwa ni Keyman Risk. What do I mean by Keyman Risk? Ni kwamba kuna mfanyakazi mmoja ambao unajua kila siku ya Mungu ukiamka unaogopa kama yule mfanyakazi akitoa excuse yoyote unaweza kayumba kibiashara. Na jana mimi imenitokea kwa mara ya kwanza delivery wangu ambaye ana deliver 75% ya order zangu zote alikuwa anaumwa, hawezi kuja. Nifanyaje? Na ndo na deliver 75% of my orders. Lakini ili kitu nilishaye kuanza kukihisi 3 weeks ago. Kila siku ilikuwa ikifika Ijumaa na sali kuomba kwamba huyu mtu leo asiamke na kitu chochote. Nikasema sasa kama anajiuliza hivi kila siku, maana yake kuna siku ataamka atakuwa na mtoto anaumwa, vitu ambavyo yeye mwenyewe hawezi kuviforce. Nikasema hapa nikaweka delivery riders 3 kwenye mfuko. Sikuwahitaji, very expensive, lakini nikaweka kwenye mfuko. Na uwezi amini jana nimewatumia wote, nimedeliver, my cost just increased by 1%. Niliforecast, nilijua kabisa hichi kinaweza katokea, nikaweka. Kwa hiyo most of the time kama wafanya biashara wenyewe
Nasor anaweza kuwa ni CH design. Yeye mwenyewe anaweza kuwa ni key man risk. Maana yeye akiumwa atengenezi pesa. Hiyo ni hatari sana. Lazima uitambue kutoka mwanzo kwamba mimi ndo key man risk katika biashara yangu. Na unatakiwa work actively uweze kujiprevent ili siku, kwa sababu kumbuka matatizo hatuchagui. Unaweza kuamka asubuhi, huwezi kuamka kitandani kwa bahati mbaya, manake wewe umeua familia za wafanyakazi wako na wewe mwenyewe unaweza kujikuta hutengenezi pesa. Kwa hiyo ni very important for us to understand ourselves. Basi mwishoni mimi namalizia kusema kwa biashara ndogo, know your numbers, serve your customers, the rest will follow. Siku zote namaliza kwa kusema mteja anatakiwa akae mbele. Napendaga sana Nasor, na katika hilo ambalo inspire Nasor ni kwamba jinsi gani anavyohudumia mteja. Katika story yake ya Indumandal, yeye aliambiwa shiriki shindano la kutengeneza logo. Kwa maana yake unategemea nini kama mshindanishi upate logo? Lakini Chola akasema hapana, mimi I'm going unreasonable. Nitatengeneza na hii logo inavyotumikaje, thought process unaweza kaiweka hapa. Matokeo yake hajashinda ile logo, lakini amepata yeye tenda. Kwa sababu amekuwa unreasonable. Mpaka yule mtu anayefikiria sasa, huyu jamaa ametumia jitihada yote, hatumlipi, lakini amekuwa above and beyond. Wateja they notice when you become unreasonable. Ndio maana mimi sera yangu 2000 tu ndio mimi being unreasonable katika kuwahudumia wateja, na tunaendelea kuimprove. Na hivi sasa kuna mmoja rafiki yetu anaanza biashara ya kuuza bidhaa, nataka nikae naye chini ili niweze kupunguza bidhaa yangu raw material, ili ile faida ninayopata niwarudishie wateja wangu. Asante sana. Shukrani sana kwa presentation ambayo mashallah ni nzuri sana ambayo